Nur TV ni sauti ya Uislamu nchini Burundi. والحمد لله كثيرا وسبحان الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه أن بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام، وأفرحنا وأسعدنا بقدوم هذا اليوم السعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. نعم، إنها دعوة إلى التقوى، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله وأطيعوه وعظموا أمره ولا تعصوه، فمن اتقى الله حسن توكله على ربه فيما نابه، ومن حسن رضاه بما آتاه. فمن اتقى الله حسن توكله على ربه فيما نابه، وحسن رضاه فيما آتاه، وحسن زهده فيما فاته. اتقوا الله وتقربوا إليه بما يحب ويرضى. تزينوا بلباس التقوى، فالفائز من ألبسه مولاه خلل مولاه. وتأهبوا للعرض الأكبر يوم يعرض الناس حفاة عراة، وينظر كل امرئ ما قدمت يداه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada rehma na amani zimwendee Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ama baada hayo, yenye ndugu waumini, na kuhusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Mola wenu yenye waumini. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndilo ambalo alilokuamrisheni kubwa zaidi Mola wenu. Mtiini Mola wenu, mtukuzeni na mtukuze kuheshimu amri zake Mwenyezi Mungu, wala msi wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mchaye Allah, huyo bila shaka tegemeo lake litakuwa lizuri kwa yote ambayo anayetegemea kwake Mola wake. Hakika mchaye Allah, huyo bila shaka ataridhia na kutosheka kwa yote ambayo aliyopewa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ametukuka Allah, ni peke yake Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Peke yake Allah ni mkubwa. Allah ni mkubwa, hana mshirika. Ayuha almuslimun, enyi ndugu waumini, qad aqbala Eidul Fitri al-Mubarak. Hiyo ndiyo siku ya Eidul Fitri imekujieni enyi waumini. Ni siku yenye furaha, ni siku yenye bashasha, ni siku ya ibada, ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni siku ya usaidizi baina yetu, ni siku ya wema. Ayuha al-ahibba, anasema Allah ndani ya Qur'ani ya kwamba walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum
wala'allakum tashkurun. Allah anasema kwamba timizeni hizo siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa idadi kamili ya siku 30 au 29, na hivyo baada ya kuisha kuyatimiza masiku hayo, ondokeni, nendeni mkimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, nendeni mkimtukuza Allah ili muweze kupata kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waumini, haikuja siku ya leo, siku ya Idi, kuwa ni siku ya furaha tu peke yake, kwa viwiliwili vifurahi, kwa mavazi tupendeze, la, bali imekuja siku hii kuwa ni mafunzo ambayo yaliyokuwa makubwa yenye kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kadhalika imekuja siku hii kuwa ni siku yenye kuimarisha nyoyo kunako imani na mapenzi baina ya waumini. Kama anna shahra alladhi wadda'nah, kama vile vile mwezi ambao tuliouaga, ndugu zangu waumini, mwezi wa Ramadhani haukuwa ni mwezi ambao waumini walijiziwia peke yake na chakula, walijitenga mbali na vinywaji peke yake, la, bal kana madrasatun tarbawiyatun adhima, bali Ramadhani ilikuwa ni shule, yalikuwa ni madarasa na mafunzo ambayo yaliyokuwa makubwa, tena makubwa kabisa. Ndani yake, wa ndugu waumini, tulipata kujifunza maadili na tabia ambazo zilizokuwa njema. Ndani yake, ndugu zangu waumini, tulipata nafasi ya mafanikio ya kiimani, kadhalika na mafanikio ya kimaadili. Hapo ndani yake tukapata maadili ambayo ma tasmu biha nufusana, kiasi kwamba maadili hayo yalipata kuziinua nafsi zetu, ikawa sisi ni wenye kudumisha maadili haya ndani ya Ramadhani. Na hivyo ndivyo Ramadhani inavyotutaka, hata baada ya kuisha kuondoka, an nuhafidha alaiha fi baqiyati ayamina, tuzidishe hayo maadili mema, tuzidishe imani hizo tulizokuwa nazo hata baada ya kuisha kuondoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu waumini, imeondoka Ramadhani baada ya kuisha kutuondokea, lakini haikutuacha hivyo hivyo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo umeondoka, mwezi wa Ramadhani imeondoka hali ya kwamba umetuachia mafunzo ya sisi kutuelimisha na namna ya kuwa na ucha Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo tulivyodumu ndani ya Ramadhani. Fa fi Ramadhan fa fi siyami awadana ala muraqabati llah fi sirri wal alan. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tulijihimiza na tukajihifadhi mno kulinda imani zetu, kumcha Allah kunako siri na dhahiri. Ndugu zangu waumini, hatukuacha chakula peke yake, hatukuacha vinywaji peke yake, bali hata matamanivu ya nafsi zetu tuliyaacha ibtighaan mardatillah. Haya yote tuliyatekeleza tukitafuta radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faludawimu ala al-ikhlas, basi ndugu zangu waumini, tudumu kunako uchaji wa kumcha Allah, kunako ikhlasi juu ya matendo yetu. Allah anasema ya kwamba innal ladhina yakhshawna rabbahum, ya hakika wale ambao wamwokopao Allah, wamchao Mola wao Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, hao wanao msamaha wa Allah, kadhalika wanao ujira ambao uliokuwa mkubwa. Hakadha wada'na Ramadhan, hivyo ndivyo ambavyo tuliouaga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ukaondoka mwezi wa Ramadhani hali ya kwamba umetuachia mafunzo muhimu, ukatuachia darasa muhimu katika maisha, ya kwamba ndugu zangu waumini, tulikaa kuweza kuwa na subira juu ya vinywaji, tukaacha hali ya kwamba tulikuwa na uwezo mahala kadhaa, tukanywa lile ambalo tunalolitaka na kula tunachokitaka. Lakini Ramadhani katufunza namna ya kuwa na subira, kusubiri juu ya maamrisho ya Allah. Fahakadha ibadallah, hivyo enyi waja wa Allah, falnasbir, tuwe ni wenye kuwa na subira, an mujanabati shahwatina wa ghadabina talaban limardatillah. Tudumu katika kuwa na subira, tudumu katika kuwa na uvumilivu, huku tukizitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo Ramadhani ndugu zangu waumini. Aliyekuwa ambaye ni mwenye hali duni na aliyekuwa ni tajiri, hawa wote walikuwa pamoja.
akakumbukwa ambaye asiyejiweza. Tulifuturishana baina yetu, tulikadimishiana misaada tofauti, iftari tulichangia baina yetu. Hiyo ndiyo Ramadhani, ikatujengea uhusiano wa kiundugu, na kabla ya yote uhusiano wa kiimani, na uhusiano ambao uliojengeka pasina kuwepo na maslaha yoyote zaidi ya upendo wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Falidhalika falyakun dhalika huwa shuuruna bilfuqara. Hivyo hata baada ya Ramadhani, haya masomo tuliyoyasoma ndugu zangu ndani ya Ramadhani, tudumu ndani yake, tufaidike na haya masomo hata baada ya Ramadhani. Tudumu katika kuwaenzi wasiojiweza, tudumu katika kuwaenzi na kuwakumbuka mafakiri. Ndugu zangu waumini, hao ndio wajane, hawana lolote, hawana cha mbele wala nyuma. Hao ndio mayatima ambao nyie waumini, Allah kulipeni kheri, mliwakumbuka. Grupe zenu tofauti, kheri zenu tofauti, makundi kwa makundi yalionekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukishindishana kwenda kukadimisha kheri. Tusiwasahau baada ya Ramadhani ndugu zangu, falnas'a fi qada'i hawaijihim, tuharakie mno kwenda kusaidizana na kwenda kuwasaidia hao ndugu zetu waumini. Bishara kubwa Mtume anatubashiria. Aja sahaba anamwambia, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ila Allah. Mtume, unieleze na unikhabarishe, nisimulie ya Rasulullah, ni mtu gani, ni nani ambaye anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume anamjibu sahaba, anasema ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas. Mtume anasema anayependwa zaidi na Allah, anayependwa zaidi na Allah ni yule mwenye kuwanufaisha watu, ni yule mwenye kuwasaidia watu, ni yule mwenye upendo na watu, ni yule mwenye nafsi njema na watu. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, hakadha allamana Ramadhan. Hivyo ndivyo ambavyo Ramadhan ilivyotufunza, na hayo ndiyo masomo ya ndani mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ramadhani ilipokuja tu, misikiti ilipata kutufundisha darasa lililokuwa kubwa kabisa. Jamii ilipata kutuonyesha jambo muhimu kabisa. Na haya ndugu zangu waumini, lau haya mafunzo tutayarejesha na tukadumu nayo, hata baada ya Ramadhani tutakuwa ni watu ambao tutakaosifika kwa busara, tutakaosifika kwa utu, tutakaosifika kwa uungwana. Tazameni, nyote ni mashahidi, hakuna ambaye aliingia msikitini ila aliwakuta watu msikitini wameingia kabla muda wa swala. Hakuna ambaye aliyeweza kuamka asubuhi ila kabla ya yeye alfajiri kuchomoza, muda wa majira ya daku tayari kishaamka na kuweza kutumia kile ambacho Allah alichomruzuku kwacho. Kipi ambacho Ramadhani natufunza katika ibada hizi? Waislamu, sio kula daku peke yake, wala si misikiti kuswali peke yake, la bal min khilali mawaidi al-iftar was-suhuri was-salawat, katika maida ya swala, katika mida ya daku, katika mida ya iftari. Hakuna yeyote ambaye aliposikia tu adhana imetoka ila aliharakia mno kwenda kufuturu. Kipi ambacho Ramadhani natufunza ndugu zangu waumini? Ramadhani natufunza an nakuna mundhabitina wa munazzimina liawqatina. Ramadhani natufunza uungwana. Ramadhani natufunza kuwa wenye nidhamu. Ramadhani natufunza kuwa wenye kuheshimu muda. Ndugu zangu waumini, hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kuishi daima. Rejeeni na picha, tazameni sherehe zetu. Sherehe unaalikwa kwamba saa 7 ndiyo itakapoanza, lakini sikitiko ni kwamba sherehe hii itakuja kuanza majira saa 10. Ungwana uko wapi ndugu zangu waumini? Falidhalika ya Abdallah, tuwe wenye kuheshimu nyakati, tuwe wenye kuheshimu muda. Mtume anasema katika hadithi ya kwamba ni'matani makhbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili ndugu zangu waumini, neema mbili ni bora kiasi kwamba watu wengi huzipoteza, wanazichukulia katika hali ya udhaifu pasina kuziheshimu neema hizo. Neema ya kwanza Mtume anasema kwamba ni as-siha, ni afya ambayo iliyokuwa njema. Leo tazameni, wanaoswali mbele zetu ni wazee wetu, na sisi vijana
Ndiyo hiyo Ramadhani tulisimama tukakesha. Tuharakie na tudumu katika kutekeleza ibada tukiwa bado wenye afya zilizokuwa njema. Kadhalika tujiitamu katika kulinda na katika kuheshimu mida yetu, katika kuheshimu mipangilio yetu, katika kuwa na nidhamu. Huo ndio uungwana na huo ndio Uislamu. Ndugu zangu waumini, Ramadhani imeondoka, lakini Ramadhani haikutuacha hivyo hivyo. Allamana Ramadhan. Ramadhani ilitufunza namna gani tunaweza tukawa muhadhabina li akhlaqina, tukawa wenye ustaarabu katika tabia zetu, tukawa wenye utu katika tabia zetu, wasulukiyatina athna as-siyam. Kadhalika vile vile Ramadhani ilitufunza namna gani ya kuishi na utu, ya kuishi na tabia njema, ya kuishi hali ya kwamba ni wenye kuwa na ustaarabu. Ndugu zangu waumini, hivyo ndugu zangu, tusije tukarejea katika porojo, tusije tukarejea katika usengenyaji, tusije tukarejea katika utesi, tusije tukarejea katika ufidhuli. Zilindeni saumu zenu, zilindeni saumu zenu mlizosaumu, ilindeni funga yenu ndugu zangu waumini, na hizi siku baada ya kuisha kuondoka kwa Ramadhani. Na ndilo lengo la Allah alilolitaka kwalo aliposema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la saumu kubwa ni watu kumcha na kumokopa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwal ghafurur rahim. Mtakeni Mola wenu msamaha ndugu waumini, ya hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دقزان قومين، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Allah anasema ya kwamba amani yake Allah iwe kwenu waumini. Pateni bishara iliyokuwa njema, bishara ya kutoka mbinguni. Allah anasema ya kwamba salamun alaikum, amani ya Allah iwe juu yenu. Kwa lipi ya Allah? Allah anasema bima sabartum, kwa subira mliokuwa nayo, kwa subira na uvumilivu mliokuwa nao. Allah anasema fa ni'ma uqbad dar, Allah amekuandalieni mafikio ambayo yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu waumini, niruhusuni nikusomeeni barua hizi kutoka ndani ya kitabu chake Allah, barua 3 peke yake. Nihitimishe khutba tukiwa wenye kuondoka na kuagana katika bashasha na furaha. Nikurejesheni ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatusomea aya hizi ndani ya kitabu chake, anasema ya kwamba wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ujumbe huu ndugu zangu waumini, mwenye akili, mwenye imani kabisa usikilize na ufanye ustaarabu katika uzingatia ujumbe huu. Allah anasema, kumbukeni alipotoa wasia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa wanae, na hivyo akauenzi wasia huyu Yaqubu alayhi salam, akiwa ni mwenye kuwahusia wanae, anaambia inna Allah astafa lakumuddin, enyi wanangu, ya hakika Allah amekuchagulieni dini ambapo kwamba dini hii si nyingine. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, msije mkatoweka dunia, msije mkatoweka dunia ila nyie mmekufa ya kwamba ni waislamu kabisa.
hali ya kwamba nyie ni Waislamu wazuri. Waislamu wa aina gani? Wenye kushikamana na itikadi sahihi. Waislamu namna gani? Wenye maadili yaliyokuwa mazuri. Anaondoka Yaqubu alayhi salatu wassalam, anawakusanya wanaye kikao cha wasia wa mwisho wa baba kwa watoto, anawaachia urithi mkubwa. Anawaambia, Allah anatukumbusha, anatusimulia, anatuambia, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Yaqubu anaambia wanaye, naondoka dunia, lakini nielezeni enyi wanangu, ni kitu gani ama ni nani ambaye mtakaye muabudu baada ya mimi kisha kuitoweka dunia? Nani mtakaye muabudu kinyume chake Allah? Wanamjibu wanayo, wanasema, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Hayo ndiyo majibu ya wanaye, watoto ambao kizazi kilichothibitika kunako itikadi ambayo iliyokuwa njema, kunako maadili yaliyokuwa mema. Waambia, baba, hata utakapoondoka siye tutadumu katika wasia wako, tutadumu katika malezi, tutamwabudu Allah Mola wako na Mola wa Ibrahim na Mola wa Ismail na Mola wa Ishaq, na sisi tutakufa hali ya kwamba ni Waislamu. Kwa nini tuyasome maneno haya? Kwa nini tuzisome aya hizi, ndugu zangu waumini? La shaka ndugu zangu, uzito wa maisha sote tunauona. La shaka ya kwamba maisha yetu haya dunia sote tunayaona na hali zilizokuwa ngumu za kimaisha. Lakini ndugu zangu waumini, Allah juu lako ya mwanadamu, tahadhari, tahadhari, usije ukaharibu dini yako kwa sababu ya mambo ya kidunia. Tahadhari, tahadhari, usije ukadanganyika ukaiharibu itikadi yako kwa furushi lidogo la maharage tu ukaiacha dini yako. Tahadhari ya ndugu yangu, baadhi ya makundi kadhaa ya watu kadhaa, hata wa wengine wakawa ni mashekhe, wengine wakawa ni walimu, wakaja wakatueleza kwa maneno yenye kisukari sukari na kutulaghai kwa kifurushi kadhaa cha maharage, kwa kifurushi kadhaa cha mchele, kisha wanakwambia hawa fulani ni kadha, njoo tukaswali pamoja. Wallahi ndugu zangu waumini, laisa bi dini llahi min shay. Haya hayamo katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwokopeni ndugu zangu Waislamu Allah, ilindeni dini yenu, chungeni itikadi zenu, usije ukaharibu dini kwa ajili ya mchele ambao kilo kimoja unachokila leo unashiba, kesho unaamka na njaa. Ndugu zangu waumini, aina nahnu min hadhihi alwasiya? Tuko wapi na wasia kama huyu ndugu zangu waumini? Falidhalika tuelewe na tutambue ya kwamba fadinuka dinuka lahmuka wa adhamuka, dini yako ndugu yangu waumini, aqidatuka ayuha almuslim, itikadi yako wewe Muislam, ibebelee namna unavyoilinda ngozi yako, ibebelee namna unavyoilinda mboni ya jicho lako. Wallahi khasara iliyokuwa kubwa, na kuwapieni nikiwa katika mimbari hii nikisema ya kwamba fadunya mahma azumat, dunia hata upate vya kujaa, hata upate vya kulingana vipi, fahiya fania, vitakwisha, vitaondoka ndugu zangu waumini. Amma din, amma al-aqida fahiya baqiya. Dini yako muumini, itikadi yako hii ndio itakayodumu milele na milele. Ilinde na uhifadhi ndugu yangu. Wa inna min a'zami al-khasara, na khasara iliyokuwa kubwa ndugu zangu waumini, khasara iliyokuwa kubwa ni sisi waumini kuweza kujali kufanikisha na mambo ya kidunia ambapo kwamba ni ya muda mfinyu. Wa nakhsaru dinan, na tukao wenye kuipoteza dini yetu, tukao wenye kuipoteza dini yetu. Fakun thabitan ala alhaqi, fakun shamikhan ala alaqida, kuwa ni mwenye msimamo, acha kughurika, acha kudanganyika, shikamana na dini yako. Njaa uivumilie, muombe Allah kuruzuku, lakini usije ukaipoteza itikadi yako. Ujumbe wa pili ndugu zangu waumini, tuelewe na tutambue ya kwamba innal ummata allati la tahtarimu qiyadataha wa ulamaaha, umma, jamii ambayo isiyokuwa na heshima na viongozi wao pamoja na mashekhe wao pamoja na wanazuoni wao,
innama tud'ifu nafsaha biyadiha. Umma huyu, jamii hii inaiharibu dini yake, inaiharibu jamii hii, inaharibu dini na kuharibu nafsi zao kwa kupitia mikono yao. Kwa sababu gani? Lianna alqiyadata arrashida walulama as-sadiqina hum simamu al-amani likulli mujtama. Hawa viongozi, hawa wanazuoni, hawa mashekhe ndicho kizingiti na ndiyo nguzo thabiti yenye kutulinda na yenye kutulindia amani katika jamii zetu. Bihim tuhfadhu alqiyam, kwa kupitia hao viongozi waliokuwa wema, kwa kupitia hao mashekhe, wala si mashekhe michuara, hao mashekhe wa kweli wamchao Allah, wanaolinda pasina kutumia ushekhe, kwa kupitia dini yao ili kufikia kunako maslahi ya kidunia. Ndugu zangu waumini, mashekhe kama hao ndio ambao jamii inayopata kuweza kuleleka kisawasawa, watu wakapata kutambua, wakatambua hili ni zuri na hili ni baya. Fa idha faqadatil umma, endapo kwamba umma utakosa heshima, utakosa malezi juu ya wanazuoni, daa alilmu wa intashara aljal, la shaka umma utabaki katika ujinga, umma utatapakaa katika giza kirefu kabisa cha ujinga na elimu, watu watakosa mwelekeo. Ndugu zangu amin, fahariyun bina jami'an, ni juu letu sote kwa ujumla, an nazraa fi afradina qimata al-ihtiram, qimata ihtirami ahli al-ilmi. Ni juu letu sote tupandikize maadili. Enyi wazee wa mji, enyi wazee naondoka, lakini hichi kizazi, endapo kwamba hamtokaa mkakipa nasaha, wakatambua wadogo heshima ya mkubwa, wakatambua wakubwa umuhimu wa huyu mdogo, la shaka jamii yetu itapotea, na kesho tutakuja kupata yale ambayo ma la yuhmadu uqbahu, yale ambayo tutakaa huko na mtakaa huko wazee wetu, hali ya kwamba mnajutia, mnasema hichi ni kizazi aina gani tulichokiacha duniani. Ndugu zangu waamini, ujumbe wetu wa tatu wa mwisho kabisa, tunahitimisha khutba yetu tukiwa wenye kuelekea na kusema kwamba, ndugu zangu waamini, ni sote tunatambua na kuelewa kwamba pasipokuwa na amani, pasipokuwa na usalama, la shaka kwamba hata maisha hayawezi yakawa ni yenye furaha. Pasipokuwa na utulivu, pasipokuwa na mazuri ndani ya nchi, tukahisi ya kwamba unatoka asubuhi unaenda ukawa na utulivu na ukarejea nyumbani kwako kwa usalama, dunia hii hatuwezi tukaiona utamu wake. Tutambue sasa, ndugu zangu waumini, usalama na amani ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah, na ndiyo msingi wa maendeleo ya jamii na ustawi wa taifa lote kwa ujumla. Katika neema hii adhimu, ndugu zangu waumini, ni kweli ya kwamba asiyekuwa na macho wala kuweza kudiriki kuona kisawasawa, kwa jicho la busara, kwa jicho la uungwana, kwa jicho la kutambua na kuelewa, hawezi akaliamini hili ninalolisema. Lakini acha nizungumze na yule ambaye anayetambua umuhimu wa amani, na mkitaka kuyatambua, njooni sofa ya mbele hii, rejeleeni wazee, waulizeni miaka ya 90, miaka ya 80 na ngapi, umma uliishi katika hali gani? Nchi yetu iliishi katika hali gani? Tudhiriki Waislamu, tuione neema hii ya amani, tuone neema hii ya usalama, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tuseme kama alivyosema Nabii Allah Ibrahima alivyokuwa akimuomba Allah, anasema rabbi ja'al hadha albalada amina, Mola wetu ya Allah, tunakuomba ujalie nchi yetu hii iwe ni nchi ya amani daima. Ndugu zangu waumini, ni ungwana wa Kiislamu, ni heshima ya Kiislamu, na ni ustaarabu sisi Waislamu. Hata wasiokuwa Waislamu la shaka hili hawawezi wakapinga, na wanasoma kutoka kwetu, kwa kuwa sisi ni umma ambao uliojengeka kunako utamaduni wa kiustaarabu, kwamba Muislamu licha ya hali zote hana tabia ya ile ambayo aliyefadhiliwa mema akawa ni mwenye kusahau aliyemfadhili mema. Hiyo sio katika tabia ya Muislamu. Nasi tukiwa katika khutba hii na tukiwa ni wenye kuhitimisha khutba yetu ya leo na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uliotuondokea, tuliofunga ndani yake kwa usalama,
pasina kupatikana hata mkimbizi mmoja ndani ya nchi kukimbia nyumbani kwake. Maharage aliyopata aliyala kwa utulivu. Nyumba alipolala, licha ugumu wa maisha na hali, lakini alihisi ya kwamba nimekula na hali yote hii, lakini nimelala sehemu ya utulivu. Wallahi, fikirieni waumini, hivi unasemaje wa muumini, lau kwamba ungelipata ile pilao yako, kile kitoweo chako, lakini ukala hali ya kwamba nyumbani hakuna amani, ndani ya nchi hakuna usalama, ungeishi vipi na hii hali? Hata utamu wa ladha ya chakula ungepata kuona. Hivyo ndugu zangu, ni sisi kurejesha shukrani kwa Allah ambaye ndiye muweza wa kila jambo. Wama tawfiqi illa billah, haya tungeyapata isipokuwa ni kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ndugu zangu waumini, na ndiyo funzo na ndiyo mazingira ya mafunzo ya dini yanatukumbusha ya kwamba kuweni wenye kushukuru, kuweni wenye kuwaenzi viongozi wenu, hasatan kuanzia kwa rais wa nchi, nenda kwa kila nyanja na sekta tofauti. Tuwe wenye kushukuru na kushukuru neema za Allah, tuwe wenye kushukuru na kufurahia neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wal baladu tayyib, na nchi iliyokuwa nzuri na kijiji kilichokuwa kizuri hutoa mazao, hutoa na kuneemeka kijiji hicho kwa neema kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawashukuru na kushukuruni nyote Waislamu kwa utu ambao mliodhihirisha ndani ya nchi yenu, kwa maadili mema mliojipamba kwayo ndani ya nchi yenu, namna gani mnavyoamiliana na viongozi wa nchi, namna gani mnavyoamiliana na katika kuendeleza mbele gurudumu hili sawa la Uislamu au ni gurudumu la nchi yote kwa ujumla. Na ni wito tumalizie tukisema kwamba ndugu zangu waumini, sote kwa pamoja tujishikamanishe kunako neno lilikuwa ni moja, kunako mshikamano, na hapo ndipo ambapo utakapoweza kufaulu. Ibadallah, ala wa sallu wa sallimu ala alhadi albashir akrama rasulin wa ghairi nadhir, faqad amarakum Allah bidhalika al-latif al-khabir, haythu qala azza min qa'il fi kitabi al-aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أنعمت به علينا من صيام شهر رمضان وقيام لياليه. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم جعلنا ممن بقيت في قلوبهم آثار رمضان، اللهم جعلنا ممن بقيت في قلوبهم آثار رمضان، وثبتنا على الطاعات. اللهم احفظ أمتنا الإسلامية، اللهم احفظ أمتنا الإسلامية من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا ووفق حكامنا لما فيه خير الأمة، واجعل عيدنا هذا عيد خير وبركة وسعادة لكل المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وسع مدخلنا واجعلنا من الذين تغمرهم رحمتك في الدنيا والآخرة. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم الأول من شهر شوال، اجمعنا يا أرحم الراحمين في مستقر جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم بشرنا بالفوزة بالجنة يا أرحم الراحمين، وبشرنا بروح وريحان وجنة نعيم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. Nakutakieni nyote Waislamu Idi ambayo iliyokuwa njema. Nur TV ni sauti ya Uislamu nchini Burundi.